Katika somo la kwanza kutoka Hekima ya Sulemani tumesikia ujumbe huo kwamba Mungu ndiye Mungu peke yake, na huyu Mungu ni chanzo cha mema yote, ni chanzo cha haki. Anadhihirisha wema wake, anadhihirisha haki zake kupitia tendo la kumpenda mwanadamu. Na ndio maana akasema mtu mwenye haki, mtu mwenye kupenda haki hupenda mwanadamu na kumjali mwanadamu, kiumbe kilichoumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo haki imesimikwa katika thamani ya mwanadamu, lakini hali kadhalika haki, chanzo cha haki inatokana na Mungu peke yake. Kwa maana moja au nyingine, hawezi ukasema mimi nampenda Mungu wakati humpendi mwanadamu. Huwezi ukasema mimi nampenda Mungu kama hupendi haki. Na ukiwa na huo moyo basi wa kuweza kusimamia haki ya mwanadamu ambayo imetokana na upendo huo wa Mungu kwa mwanadamu, na mwanadamu basi anatakiwa ampende mwanadamu mwenzake, sio kwa maneno bali kwa matendo ya haki. Somo la kwanza anakumbusha vile vile Mungu ambaye ndiye chanzo cha yote, hata kama watu wasiomsadiki, haibadilishi uhalisia wa Mungu. Mungu mwenye kupenda wanadamu, Mungu anayedhihirisha upendo wake kwa kusimamia haki, na anawaalika wale wote wanaosema na muamini yeye basi wamdhihirishe Mungu huyo katika kupenda haki, katika kupenda wanadamu. Mara nyingi tunapenda vitu zaidi kuliko kupenda wanadamu. Mara nyingi tunajipenda nafsi zetu zaidi kuliko kuwapenda wanadamu wenzetu. Kwa ujumbe kamili ni kwamba kama tunamwamini Mungu na tunampenda Mungu, basi tumdhihirishe huyo Mungu katika maisha yetu ya kila siku kwa kuweza kusimamia mema, kusimamia matendo ya haki. Lakini vile vile tunaitwa vile vile kuhamasisha upatikanaji wa haki. Sio sisi binafsi tu kufanya jitihada ya kuwa watu wenye kutenda haki, lakini vile vile tuna wajibu wa kinabii wa kuhamasisha haki. Tuna wajibu wa kinabii wa kukemea maeneo yoyote au hali zozote ambazo zinamdhalilisha mwanadamu kwa kuto kusimamia haki. Huo ni wajibu wetu sote, sio wa viongozi peke yao au wa watu kikundi fulani. Ni wajibu wale wote wanaosema wanamwamini Mungu. Na katika kusimamia haki au katika kukemea matendo yasiyokuwa na haki, lazima ujiandae vile vile kupata changamoto. Lazima ujiandae vile vile kupata vipingamizi. Lazima ujiandae vile vile hata kupata mateso. Na ndio Kristo alikuja kudhihirisha hilo. Kiujumla, msimamo wa Kristo tukiuangalia katika hali ya kawaida, yeye alisimamia thamani ya mwanadamu. Na katika kazi zake zote za kichungaji, wakati Mafarisayo na walimu wa dini wanazingatia zaidi sheria, lakini Kristo anakuja anazingatia zaidi thamani ya mwanadamu. Anasema sheria sio bora zaidi ya mwanadamu. Sheria ni kama kisaidizi, ni kama nyenzo ya kuweza kutetea, ya kuweza kusimamia thamani ya mwanadamu, kusimamia haki. Na kama sheria haiwezi kutimiza lengo hilo la kuonyesha na kudhihirisha thamani kubwa ya mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, basi hiyo sheria haina maana. Na ndio maana utaona Yesu anavunja sheria siku za Sabato, anaponya wagonjwa siku za Sabato, ambayo ilikuwa kinyume kabisa na sheria za wakati huo. Basi ndugu zangu, tunaalikwa basi
Kwanza, kumsadiki Mungu aliyekuwa chanzo cha upendo, aliyekuwa chanzo cha haki, lakini sio kusadiki tu, bali nasi tuwe watu wa kusimamia haki, tuwe watu wa kukemea matendo yoyote ambayo hayafuati haki ya mwanadamu, na hali kadhalika kujisimika kwa Mungu, kumtegemea Mungu katika hali hiyo. Somo la pili, tunakumbushwa kwamba sisi wanadamu ni wadhaifu, lakini Mungu anatupa roho wake. Roho wake anayetusaidia katika madhaifu yetu. Hata mara nyingine hatujui kuomba ipasavyo kwa sababu ya udhaifu wetu, na hivyo Roho wa Mungu anatupa nguvu na kutuimarisha katika kuomba na katika madhaifu yetu yote. Ni vizuri kukumbuka, mara nyingi tunapozungumza kuhusu udhaifu au tunapokabiliana na madhaifu yetu, tunatafsiri kwamba sisi ni wabaya. Tunatafsiri kwamba kwa vile na udhaifu huu na changamoto hii, tunajitafsiria kwamba sisi basi ni wabaya kwa sababu tuna madhaifu hayo. Hiyo sio tafsiri njema. Udhaifu wetu unatudhihirishia kwamba sisi ni wanadamu, sisi ni viumbe tegemezi, sisi sio malaika, sisi hatujakamilika, na ndivyo tulivyoumbwa. Sisi tuliumbwa, sisi hatujajiumba. Kwa hiyo udhaifu wetu utusaidie kutambua umuhimu wetu sisi wa kumtegemea Mungu, umuhimu wetu sisi wa kutegemea nguvu za Roho wa Mungu. Kiumbe mdhaifu sio sawasawa kwamba ni kiumbe kibaya. Mara nyingine hata Yesu aliweza kutenganisha wanadamu kuumbwa kwa mfano wa Mungu na matendo ya mwanadamu. Ndio Yesu akiona mdhambi anagawanya, anamwona huyu ni kiumbe kidhaifu chenye kutenda dhambi, lakini sio kibaya. Akiona mwenye dhambi anamwambia okay, anamponya, anamwambia nenda usitende dhambi tena. Wakati viongozi wa dini wakati ule, Mafarisayo na waandishi wenyewe wanaunganisha kwamba anayetenda dhambi ni mbaya na hivyo anastahili kuhukumiwa. Yesu anasema anayetenda dhambi ni mdhaifu na anastahili kupata msamaha wa Mungu, anastahili kupata msaada kutoka kwa Mungu. Na ndivyo tulivyo, ndugu zangu. Na ndio maana basi katika wimbo wa katikati, Mungu ni mwema kwa sababu anasamehe. Mungu ni mwema na anasamehe. Anasamehe kwa sababu anajua kwamba viumbe vyangu nilivyoviumba na baada ya kuanguka vimekuwa dhaifu. Kwa hiyo mara nyingi wataendelea kuanguka, na Mungu anaendelea kusamehe. Mungu hachoki kusamehe. Mara nyingi sisi ndio tunachoka kwenda kumkimbilia na kuomba msamaha wake. Mungu ni mvumilivu, anatuvumilia sisi, lakini anatupa fursa vile vile ya kufanya mabadiliko ndani ya mioyo yetu, ndani ya matendo yetu. Na sio huo uvumilivu wa Mungu ni fursa yetu sisi ya kila wakati kujitahidi kuendea msamaha wa Mungu. Kila wakati ukianguka, hata ukianguka mara ngapi, unaamka mara moja na kupata msamaha wa Mungu. Katika maisha yetu tukikubali ukweli huo kwamba sisi hatujakamilika, sisi ni viumbe dhaifu, viumbe watenda dhambi, lakini ni viumbe wapenzi wa Mungu katika hali zote hizo. Lakini sisi katika maisha yetu kuna tena mchanganyiko. Si kama sisi ni waovu tu. Si kama sisi ni udhaifu tu. Kuna udhaifu lakini vile vile kuna mema ndani yetu. Zote zinakaa pamoja. Hakuna mtu ambaye yeye anatenda maovu 100%. Yupo? 100% haiwezekani. Sio? Unatofautiana na 100%, sio? Kwa hiyo kuna mixture, viko vina kama hivi. Hata katika tabia zetu unakuta una tabia njema, una tabia ambayo sio njema.
kuna wema na uovu ndani yetu, na changamoto katika maisha yetu ya kuishi ni kupunguza kupunguza yale madhaifu, kupunguza yale maovu na kuongeza yale yaliyo mema. Kuyafuta kabisa haitawezekana mpaka tutakapo mwisho, tutakapoingia katika utukufu, mwisho ule ambao sasa kama hatujafanya jitihada za kupunguza maovu na kuongeza mema, basi tutakuwa tumejikata wenyewe kutoka katika ufalme wa Mungu. Tumejikata wenyewe kutoka katika chanzo cha maisha. Na ndio maana basi mmesikia katika Injili kuhusu ngano. Mwenye shamba alipanda ngano, alipolala adui akaja akaingiza magugu. Sasa kifupi ni kwamba Mungu, lengo kubwa la Mungu ambaye ni chanzo cha mema yote, yeye anasimamia mema, anawakilisha utimilifu wa mema yote, na alimuumba mwanadamu ili ajisimike kwa hilo. Lakini aliumba mwanadamu ambaye alikuwa na uhuru. Mwanadamu aliposhindwa kutumia uhuru wake wa kumsikiliza Mungu, wakaanza kusikiliza mambo mengine, wakasikiliza mambo maovu, basi anguko likatokea. Kwa hiyo mazumuni mazima ya Mungu tangu mwanzo ni wema, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye utimilifu wa wema wote. Sasa amepanda, adui akaingia, yakapanda magugu. Sasa magugu na ngano yanafanana sana. Kwa hiyo ndio maana yule mwenye shamba baada ya kujua kwamba sasa mbona nimepanda ngano lakini magugu yakaota, wafanyakazi wakasema tuondoe. Akasema hapana, katika kuondoa yale magugu unaweza ukaondoa na ngano, unaweza ukang'oa na ngano, kwa sababu magugu yanapokuwa na ule mizizi inapokwenda inashikamana. Kama kuna gugu hapo na ngano hapo, mizizi ya kule chini inashikamana zote mbili, na hivyo ukisema unang'oa magugu, unang'oa na ngano vile vile. Ngano ikikuwa vizuri unapata mkate, sio? Unapata mkate unakula, sivyo? Na ukisha kula unapata uzima, unapata uhai, sivyo? Magugu, unaweza kula magugu? Hatuwezi kula magugu. Magugu yalete uhai lakini ngano inaleta uhai. Kwa maana moja nyingine, fundisho lingine la upande mwingine ni kwamba Mungu anasimamia yale yote yenye kuleta uhai. Matendo mema yote ni chanzo cha uhai, ambayo umeanzia kwa Mungu aliyekuwa chanzo cha uhai. Matendo mengine yote hayaleti uhai. Matendo mengine yote yanakuelekeza katika mwisho, katika kifo cha umilele, ambacho kifo ni kwamba umejikata mwenyewe kutoka chanzo cha uhai. Na ndio siku ya mwisho umesikia kwamba siku ya mwisho basi atafanya mavuno, yale magugu yatachomwa na zile ngano zitachukuliwa na kuweka ghalani. Simply, maovu yakiendelea, unaendelea katika njia ya upotevu. Ukipunguza maovu na kuongeza mema, basi unajiongezea maisha. Na katika hatima basi maisha, matendo yako mema ambayo yanatokana na Mungu ndiyo yatakuwezesha basi kuungana na Mungu ambaye ni chanzo cha uhai. Kwa tusifikiri kwamba sasa huyu Mungu anachoma watu. Kwa nini Mungu anachoma watu motoni? Ni Mungu anachoma watu motoni kama alituumba na tukumuomba kwa nini anachoma watu motoni? Sio Mungu anayechoma watu motoni, bali sisi katika maamuzi yetu na machaguzi yetu tunachagua magugu zaidi kuliko kuchagua ngano. Ndani yetu kuna magugu, kuna ngano. Na kila mtu kujitakmini, sio? Magugu gani ambayo ninayo katika maisha yangu? Magugu gani ambayo kwanza unakuwa na uvumilivu, lakini usiwe na haraka sana ya kung'oa magugu, kuwa na uvumilivu katika hiyo harakati ya kung'oa magugu. Kama Mungu alivyo mvumilivu nasi kadhalika lazima tuwe wavumilivu. Uvumilivu kati yako wewe mwenyewe kwanza. Usijue ukifanya kosa siwe kila wakati unajipiga kibao. Sio kila wakati unajihukumu. Sivyo? Unajua kuna kujipiga vibao. Ukifanya kosa inakukumbusha kwamba hapa nimeshindwa kumtegemea Mungu. Hapa nimeshindwa kumsikiliza Mungu.
Kesho Mungu ananipa fursa na kumsikiliza yeye. Mimi ni kiumbe dhaifu. Mimi ndani yangu kuna ngano na magugu. Kuna matendo yenye kuleta uzima na matendo ambayo yanapunguza uzima. Wema unaleta uzima, uovu unapunguza uzima. Hiyo fursa ya ya Mungu, msamaha wa Mungu na uvumilivu wa Mungu utujenge sisi katika harakati zetu za kupunguza maovu na kuongeza mema. Lakini vile vile tuwe wavumilivu. Tuwe wavumilivu vile vile na wenzetu. Na wenzetu tuwe wavumilivu. Maana mara nyingi tunaona magugu ya wengine zaidi, sio? Tunaona magugu ya wengine mara moja. Ukiona mtu hivi Saidi sezi gugu hili na unang'ang'ana sana na toa ile gugu hapo, toa ile gugu haraka. Tunakuwa hatuna uvumilivu. Tuvumiliane. Lakini katika kuvumiliana huko jitihada zinafanyika kupunguza magugu na kuongeza ngano ili kupata uhai. Lakini vile vile tusidharau vitendo vidogo vidogo. Mambo mema madogo madogo. Kwa sababu yanatokana na Mungu, kwa hiyo tusivitupe au tusividharau. Chanzo chema kinatoka kwa Mungu na kishaingia katika nguvu ya Mungu kinakuwa kikubwa na nguvu zinaenea. Na ndio maana Yesu alisema katika sehemu ya pili, ufalme wa Mungu. Mungu ni wema, wema uliotimilika. Ufalme wa Mungu ni kama kachembe kadogo ka haradali, chembe ndogo ambayo haonekane. Tendo jema dogo ni muhimu. Usitahidi kufanya matendo makubwa sana. Vijitendo vidogo vidogo vingi vinakuwa vikubwa. Vitendo vidogo vidogo vingi vyema vinakuwa vikubwa, kwa sababu vinatokana na nguvu za Mungu. Tumwombe Mungu basi katika harakati zetu za kuishi tuguswe na msamaha wa Mungu, tuguswe na uvumilivu wa Mungu, lakini tuguswe na thamani yetu mbele za Mungu. Pamoja na udhaifu wetu, pamoja na magugu yetu, bado ni viumbe vipenzi mbele za Mungu. Njia yake anatuhitaji tufanye mabadiliko katika maisha yetu ili tuweze kurithi uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.